Naam, habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Taarifa kubwa Tanzania leo ni juu ya tukio la kusikitisha ambapo Balozi Humphrey Polepole ametekwa na watu wasiojulikana baada ya kuingia na kumvamia nyumbani kwake, kuvunja nyumba, kuvunja mlango, kuingia ndani, geti, kukata nyaya za umeme, lakini pia ndani kunaonekana damu nyingi mno ikiwa imemwagika kana kwamba huenda alipigwa wakati wa purukushani za kukamatwa kwake. Ndugu zake Polepole wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo, lakini pia kwa mujibu wa taarifa ambayo Mange Kimambi ameichapisha kupitia mitandao yake mbalimbali kijamii, ni kwamba Polepole alikuwa na wasaidizi wake wawili ambao muda wote walikuwa wapo karibu na Polepole. Lakini tangu tukio la kutekwa kwa Polepole limetokea, watu hao mpaka hivi sasa haijulikani ni wapi walipo. Kwa hiyo watu wa karibu zaidi na Polepole ndio watu ambao wamemchoma Polepole kwa namna moja ama nyingine, kwa mujibu wa taarifa ambazo mwanaharakati Mange Kimambi amezichapisha kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii. Lakini pia jeshi la polisi Tanzania likatoa taarifa ya kwamba wao pia walimwandikia barua Polepole ya kumtaka kuripoti kwa DCI, na lengo ni kwenda kutoa ushahidi wa vitu mbalimbali, tuhuma mbalimbali ambazo Polepole amekuwa akiziibua kupitia majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Lakini pia taarifa ya kwamba Polepole ametekwa na watu wasiojulikana na wao pia wameipata. Kwa hiyo wanafuatilia zaidi juu ya ukweli wa taarifa hiyo. Lakini pia kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo, wakati akifanyiwa mahojiano na BBC, kwa upande wake amesema ya kwamba tukio hilo ni la ajabu sana. Polepole anawezaje kutekwa na watu wasiojulikana wakati yupo nje ya nchi? Kwa upande wake anasema kwamba mtu ambaye yuko nje ya nchi inakuwaje anatekwa Tanzania? Kwa mantiki ya kwamba akiamini ya kwamba Balozi Humphrey Polepole hayupo Tanzania, yupo nje ya nchi, lakini taarifa zinadai ya kwamba Polepole kwa muda mrefu alikuwa yupo Tanzania. Wakili wa Balozi Polepole, wakili msomi Peter Kibatala, ameziandikia mamlaka husika barua kuhakikisha Polepole anapatikana akiwa hai. Na kabla ya kuweza kuandika barua hiyo kupitia mitandao yake kijamii, alichapisha picha Polepole na kuandika kwamba atapata full support ambayo itakuwa haina masharti yoyote ile. Alimposti Balozi Polepole kupitia mitandao yake ya kijamii hapa wakili msomi Peter Kibatala, na kuandika kwamba Polepole atapata full support ambayo haina masharti yoyote yale kutokana na hiki ambacho kimetokea. Ukipita katika peji yake utakuta kuna kitu kimeandikwa pale. Baada ya kuposti picha aliandika full and unreserved support, akimaanisha ya kwamba msaada kamili na usio na masharti kwamba Polepole ataupata. Kwa hiyo ameziandikia mamlaka husika barua kuhakikisha ya kwamba Polepole anapatikana akiwa hai. Barua hii inasomeka kama ifuatavyo: yahusu taarifa kwa umma kuhusu Balozi Humphrey Polepole. 1. Sisi ni mawakili wa Balozi mstaafu Humphrey Polepole ambaye amehudumia nchi yake katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma. Namba 2. Tunazitaka mamlaka za usalama wa raia na mali zao kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha na kisha kutoa taarifa kwa umma wa Tanzania, dunia kwa ujumla, juu ya hali ya usalama na mahali na maslahi ya kisheria ya Balozi mstaafu Humphrey Polepole. Namba 3. Tutaendelea kutoa taarifa zaidi juu ya swala hili, zikiwemo hatua zitakazochukuliwa kwa kushirikiana na watu na taasisi mbalimbali duniani. Hii ni taarifa kutoka kwa wakili wa Balozi Advocate Peter Kibatala akiziandikia mamlaka husika barua kuhakikisha kwamba Polepole anapatikana kwa namna na hali yoyote ile. Mengi zaidi mtazidi kukuhabarisha hapa nini kinaendelea, lakini kubwa tochea maoni yako kama Mtanzania kwa jambo hili, na kubwa zaidi endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi.